Live. You're listening to with Men, the podcast. Happy 2025. We're back. We're back. For the Kumaranga film. The year starts now. The year starts now. Yes. This is January kwetu. This is January kwetu. Karibu sana kwenye brand new episode ya kwanza kwa year 2025 of ya Men the podcast. Bado men ziko tatu. Hatujabadilisha sijawa nne sijawa mbili. Bado ziko kwenye tatu na yeah, so karibu sana. And nothing much has changed in terms of tunachozungumzia. Conversations zetu, mazungumzo yetu ni yale tunazungumzia mental health na issues, challenges, growth, vitu ambavyo vinatukuza, vinaturudisha nyuma, vinatuchallenge, lakini focus yetu iko zaidi imekaa kwa mtoto wa kiume na au mwanaume na tukijaribu kuicontextualize katika mazingira yetu ya Tanzania zaidi. So yeah, Nadia, how you been? Good. It's been good. The break has been good. The break has been good. Yeah? It's been good. It did you good? Yeah. Nice, amazing. Nice. So yeah, we're back. Kama unataka kuwasiliana na Nadia ni @mindmattertz on Instagram, @mindmattertz on Twitter. That hasn't changed. No. /X. There's a link kwenye bio moja kwa moja itakupeleka kwenye website yake, and then unaweza kufanya booking pale. Na just so you know, she's on resident psychologist, lakini vile she runs her own practice inaitwa Mind Matters. So anything mental health related, she's your guy. Right? And she's a man by association. Kwa hiyo msana asfasi. I was waiting for you to say that. I'm never going to forget saying that. So she's very biased napokuja kwa wanaume. Kwa hiyo zungumzeni naye. Mimi naitwa Michael Baruti. Nakumbuka kutufuata Men the Podcast on Twitter @Men the Podcast na Instagram @Men the Podcast and TikTok as well. Yes, we are still on TikTok @Men the Podcast. So, Bwana Ashiru Lugwisa. Naam. Lugwisa au Lugwisa? Lugwisa. Yes. Kabila gani? Mimi ni Mwaya. Wakora waitu. Naelewa nimeoa huko. Kwa hiyo nimeoa katikati ya Uhaya na kwa hiyo naelewa kabisa. Yeah, karibu sana Bwana Ashiru. Asante sana. Na kwa watu ambao just to kuweka clarity kwa mtu ambaye unatuangalia, so Ashiru ni mwanasheria au wenyewe mnapenda kusema wakili msomi. Sasa sijui title gani ambayo una prefer kuitumia na utofauti sijui unakuaga wapi? Mimi ni wakili. Ni wakili, nafanya kazi hapa Tanzania, lakini vile vile nafanya kazi na Zanzibar, practicing advocate. Kwa hiyo kuwa huru, unaweza kaniita wakili, mwanasheria. Mimi sina tatizo sana. Lakini wakili how msomi, you address me. Lakini wakili msomi ndio preference inapokujaga hapo. Sawa. As if unaweza kutoka kuna engineer version msomi. I love these guys. So yeah, usishtuke kwa bora tuangalie, unaweza kushtuka kwamba imekuwaje leo tunaona sheria huko ndani. So and Nadia knows this kwamba moja ya vitu ambavyo tumekuwa tukiombwa sana kuja kuzungumzia kwa muda mrefu, na unfortunately ni moja kati ya vitu ambavyo either vina challenge wanaume au havizungumziwi au kwa namna moja au nyingine. Wote unajua like an elephant in the room ambao nobody wants to address. Na ni swala zima la talaka mahakamani na mwanaume. Right? As in divorce, court and a man na mwanaume. Na the reason nataka kuzungumzia sisi ni kwamba mtaani kuna notions nyingi sana. Moja notions zilizopo mtaani, whether it's true or not, ni kwamba moja, kwa wanaume wengi ambao bado wanajitafuta au hawana kipato kizuri au hawajimudu kiuchumi, unaona unapovuja swala la talaka wenyewe kwenda mahakamani, unaona kama sio sima ambao wanaweza kupata haki zao kwa usawa ambao unaona unastahili. Unaona bwana. Na hiyo moja. Kwa pili ambayo inaongezea kwenye ya kwanza kwamba wengi wanaona wanaweza kwenda mahakamani wanaume ambao wanajimudu na they have something to fight for. Right? Tunakuta mtu ana nyumba, na magari, na biashara, ana nini. Kwa hiyo feel like huyu hapa ndo kidogo, manake hata uwezo wa kumlipa Bwana Ashiru mambo yaende yupo, kwa hiyo huyu anaweza kaenda mahakamani. So as a result of that, we feel like kuna again ignorance. Nadhani kwamba kuna mambo mengi sana ambayo wanaume wanapoteza haki zao purely kwa kutokuwa na enough information kwamba kwa namna gani sheria nayo inaweza ikamlinda pale inapotokea kwamba mahusiano yanaenda mrama. So that's the essence sisi kuweza kuja kukaa na kuzungumza. And I know for the first episode of the year it is very people are like mna set on guard, but guys, we are back. We're picking up exactly where we left off. We love having uncomfortable conversations. So this is the essence sisi kutaka kujizungumza leo. So my first question kwako Bwana Ashiru ni kwamba
ni kweli notion iliyopo mtaani kwamba wanaume wengi ambao waenda mahakamani pindi mahusiano yanapoisha, hususan kwenye swala la ndoa, ni watu ambao wanajimudu kiuchumi? Nashukuru kwa hilo swali. Niseme outright kwamba hiyo notion ipo, lakini si kweli. Sio kweli kwamba wanaokwenda mahakamani ni watu wenye uwezo, kwa sababu mahakamani wakati mwingine unaweza ukawa hutaki kwenda, wewe ukaitwa. Umeona? Akaenda mwanamke au mwanaume akaenda. Kwa mimi kwenye hili jambo nadhani ni kutokujua sheria, kutokujua taratibu, lakini vile vile watu wengi hawana culture ya kuwa wadadisi. Kwa sababu kuna wanasheria wengi sana, na sasa hivi elimu ya mambo haya imesambaa. Unaweza kuwa na simu yako ukajifunza baadhi ya vitu. Kwa unaweza nikasema kwamba ni notion ipo mtaani, lakini haina ukweli. Haina ukweli. Kwa mfano sasa hivi kuna kitengo cha mahakama kinachodeal na masuala ya ndoa na mirathi. Wanakiita Temeke Judicial One Stop Center. Sasa ukienda pale, fanya research ndogo. Ukienda pale, huwezi ukakuta kuna rika moja tu wako mahakamani. Unaona kabisa kuna watu waliochoka wako pale na kuna matajiri wako pale. Kwa mimi wanaifananisha mahakama kama hospitali. Yaani wakati mwingine unaweza ukalazimika kuwa pale. So swala kwamba ishi ya niseme kwamba tumeamua kutengana, right? Because my assumption is nobody gets into marriage kwa maana kwamba tutaachana. But then things happen, right? Mambo yanatokea, issues natokea, things get out of hand, watu wanaamua bwana, let's go our separate ways, right? Generally, sijui again, ignorance, right? So forgive me as well. Generally, mwanaume wa Tanzania anaweza kuwa comfortable kiasi gani kusema kwamba nikienda mahakamani chances za mimi kusikilizwa na kupata haki yangu ziko freshi, kwamba sheria inanilinda na ipo tayari pia kusimama upande wangu? Okay, sasa labda katika kujibu hilo swali lako niweke notion moja clear. Unaona? Mnapokwenda mahakamani kwenye jambo lolote, not necessarily divorce, jambo lolote lile, huwa kuna sheria zinazo regulate utaratibu wa kwenda mahakamani. Lakini vile vile kwa kuwa tunazungumzia masuala ya ndoa, sasa kuna sheria ya ndoa ambayo imeweka haki za wanandoa. Ndoa ifungwe namna gani, na vile vile mnapoachana kuna taratibu zake, lakini vile vile kuna haki za wanandoa. Sasa labda nije direct kwenye swali lako, mwanaume anapokwenda mahakamani anaweza yani labda nitumie neno akajipanga vipi ili kuhakikisha kwamba haki zake zinakuwa protected. Sasa swala la kujipanga, kama unaweza kaniruhusu nitumie neno informal, halianzii pale unapokuwa mahakamani, hapana. Linaanzia toka kwenye mahusiano yako huko. Watu wanapokwenda mahakamani huwa wanaomba, basically ni vitu vitatu. Mtu anakwenda kuomba talaka, na kuna tofauti kati ya talaka na kutengana kisheria. Yani divorce na judicial separation. Tofauti ni nini kabla hujaenda kwenye ya pili na ya tatu? Okay. Unaposema yani divorce tafsiri yake ni ile kuachana, tumemalizana. Sawa Lakini separation ni ile kutenganishwa. Yani mnaweza mkaenda mahakamani nyie mkataka labda kuachana. Lakini mahakama ikachambua ushahidi, ikawatizama sasa nyie embu mkae pamoja. Mimi ni mtengane kwa muda fulani. Na unatoa muda, mtengane kwa muda fulani. Pengine baadaye mnaweza mka reconcile mkarudi pamoja. Because that's a possibility. Kwa hiyo unapokwenda mahakamani kuna issues 3 kwenye kesi hizi za ndoa. Issue ya kwanza ni kuachana, yani talaka. Issue ya pili ni mgawanyo wa mali za ndoa, division of matrimonial properties. Na issue ya 3 ni custody of children, kama mna watoto. Sasa labda nikilink hii kwenye swali lako ni kwamba okay, unajipanga namna gani? Sasa mara nyingi unapokwenda mahakamani unataka divorce, unataka mgawanyo wa mali pamoja na matunzo ya watoto. Kuna vitu ambavyo mahakama inatizama. Tukianza na divorce, sheria ya ndoa, Law of Marriage Act ya mwaka 71
imeweka grounds ambazo kama ikiridhika kwenye ushahidi kwamba zipo, basi mahakama inavunja hiyo ndoa. Zipo nyingi tu: uzinzi, ukatili, unaona, kuna desertion, umemtelekeza mwenzio. Those are some of the grounds ambazo zinaweza zikajustify mahakama kuvunja ndoa. Sasa tunakuja kwenye aspect ya pili ambayo ndio nadhani ndio essence ya haya mazungumzo, division of properties. Sasa labda kabla ya kuja kuzungumzia mahakama inaangalia nini katika kugawa mali, ningezungumzia mali zikoje, yani mali kwenye kisheria zinatafsiriwa namna gani, mali za ndoa. Sasa lazima uelewe kwamba kwa mujibu wa sheria yetu ya ndoa kuna zile mali ambazo wanasema ni individual properties. Labda kabla ya kukutana na mwenzi wako ulikuwa na mali zako, kuna manyumba, una magari, una biashara zako, alafu ndio ukakutana na mwenzako. Sasa sheria inasema kwamba hata kama mmekutana ni wanandoa, lakini inatambua kuwa kuna mali ambazo ni individual properties. Sawa, ambazo hata ukienda kuziomba unaweza usipate kwa sababu hazikuhusu. Nataka niondoe ile notion ambayo watu wengi nadhani wanayo kwamba ukishaingia kwenye ndoa basi unakuona haki na mali ya mwenzio. Hapana. Kuna taratibu zake. Hapo ndio watu wanapooana. Kuna taratibu zake. That is where ni hicho lichongea hapo, and I'm sorry kukatisha. And I would love to bring Nadia in. Na the reason Bob Nadia ni you talk to people, I'm sure. One of the things that mfanya ni I mean, this is what you do for a living anyways. So my question is, before I bring him back here, to what extent kuna baadhi ya watu ambao wamekutana especially wanaume na hili swala la mali likataka kuwatoa kwenye reli kabisa when it comes to separation? Well, in all honesty, a lot of couples nafanya nao kazi, wengi wao hatujafika kwenye stage of tunataka kuachana tusaidie, like the process of how things going to happen. Most of the people watu wengi wakija kwangu ni tunataka kusave ndoa yetu tusaidie. So huko hata sijafika. Na pia I don't have the specialized training kuwa advise accordingly. So kawaida mtu akija na tumefika hatua wakaona okay, ndoa hapa tulipofika yani mwelekeo ni wewe kulia mimi kushoto, then usually naambia okay, kila moja inaweza kaingia individual therapy kwa sababu process ya divorce na process ya separation ni ngumu. It takes a toll emotionally, psychologically, physically, financially. So mtahitaji mtu akusupport along the way, lakini katafuteni mwanasheria. So I usually tukifika kwenye hiyo hatua tunasema okay, ndoa nyinyi you're better off apart. And sometimes couples nikiona nyie hii situation you're fighting on different sides, we are in this boxing ring, ninakuwa ninawashauri tu kwamba hapa nahisi mlipofika hamna ndoa, you're much better off. Unawaangalia usoni, yes, na unawaambia hayo maneno. You must be honest, kwa sababu unaweza ukamdanganya tu mtu haya endeleeni pambana, lakini kupambania ndoa ni tuko wote ndani ya hili boti linalozama. Na wote tumeshika ndoo tunamwaga maji nje. Sasa kama mwenzangu niko na boti langu naona boti lako afu mimi nakumwagia maji huko wewe uzame, then tayari we're already we're emotionally psychologically separated. So kilichobaki tu ni legally make it clear, socially society wajue hawa wameachana, ndo kilichobaki. Yeah. So in fairness, I cannot say with accuracy what turmoil people go through kwa sababu sifikagi huko na watu. A few people that I get to the point kuambia nyie basi. Wengi wao wakija hapa ni wanataka kupambania lakini hawajui jinsi gani ya kufight clean. So point anayosema Nadia ni kwamba mwanze kumuona yeye kabla mjenda mahakamani au kabla mjemtafuta bwana Ashiru. Anzeni kwa Nadia and then ikishindikana huko atakwambia bwana namba ya Ashiru hapa malizana naye. But go on. Kwa hiyo umesema pale kwenye properties hapo. Okay. Sasa nimesema kwamba kuna zile mali ambazo zinakuwa considered kisheria ni individual property. Kwa mfano, tuchukulie mfano labda wewe umerithi mali kwenu, umerithi nyumba. Baada ya hapo ukaja ukaoa mwanamke, akaja akuta kuna nyumba. Sawa? Sasa hawezi akasema kwamba ile nyumba inamuhusu. Kuna exceptions, nitakuja kuzielezea baadaye. Kwa hiyo ni zile what if happens mapenzi amenikolea ile nyumba ya urithi nikabadili hati. Nakuja huko. Nitaelezea, nitakava huko. Sasa hiyo ni individual property.
Halafu kuna joint properties. Sasa joint properties ni zile ambazo unakuta wakati wanandoa wanaishi pamoja, kuna mali wanakuwa wanazichuma, na hapa ndipo nisiseme ni gray area, pana, ndipo huwa kuna utata sana, mnasikia watu wanafikishana mahakamani huko. Na naomba nitumie muda kidogo kulielezea hili. Nilitumia mfano wa nyumba ya kurithi, na ukasema ubadilishe hati. Umeoa mwanamke, una nyumba uliorithishwa na wazee wako, na yeye ukaja ukamweka pale, mnakaa mkaanzia maisha pale. Sasa wakati mnaendeleza maisha yenu, ukakuta labda na yeye akawa ana mchango wa kuimprove hiyo nyumba, labda alichangia kupaka rangi, sijui kuna sehemu iliharibika na nini akarekebisha. Sawa, akifanya hayo anakuwa na haki ya kudai share kwenye mchango alioweka kwenye nyumba. You see? Kwa hiyo the principle is what amounts to matrimonial properties ni uwezo wa wale wanandoa kuthibitisha what they contributed towards acquisition of that property ama improvement of that property. Tena kuna kesi zingine, kwa mfano za zamani, watu waliokuwa naishi vijijini, unakuta mwanamke kaolewa, ameenda kuishi kwa mwanaume, yule mwanaume ana ng'ombe. Sawa, labda ng'ombe wa mume wake, lakini yule mama alikuwa anasaidia kwenye kuwachunga, anawapeleka kwenye kuwalisha majani, anafanya nini. Mkiachana ana mchango wake pale, anatakiwa apate. Sasa the golden question would be how much baada ya kuachana is each of them entitled to. Kuna kitu ambacho it's a misconception kiko mtaani, watu wanasema 50-50. Hapana, si kweli. Si kweli. Sheria haisemi kwamba mkifunga ndoa alafu mkaachana mali zenu mnagawana nusu. Hapana. Hapana. Rule iko hivi kwamba utapata share kuendana na ulichangia kiasi gani. Kwa hiyo sheria haijaweka formula. Hapana, inasema tu ulete ushahidi kuonyesha ulichangia kiasi gani. Sasa kwenye kuchangia kiasi gani, hapo sasa inategemea. Kwa mfano, mmefunga ndoa, nyinyi wanandoa, alafu you are both working. Huu ni CEO in a certain company, huu mwajiriwa labda wa benki. Pengine you earn a relatively similar income, mkajenga, mkiachana katika hayo mazingira, 50-50 division ni sawa. Na kuna case tuna entertain, wanakuambia mwanamke labda mume wangu alinunua kiwanja, mimi nikawa nanunua zile building materials, mpaka nyumba imesimama. Sasa wakiachana, unadhani what's the fair way of dividing that house? Unaambia 50 kwa 50. Sasa kuna cases zingine unakuta mwanaume ndio anafanya kazi, alafu mwanamke ni mama wa nyumbani. Na wengi unakuta, kwa mfano, labda ukiachana, mimi mke wangu alikuwa ni mama wa nyumbani. Sasa naomba pia hapa nielezee kidogo ili muweze kupata ufahamu. Zamani ilikuwa, yani, mwanamke kufanya kazi za ndani, it was considered to be part and parcel of her duties as a woman. Part and parcel of her duties. Therefore, upon divorce, huyo mwanamke ilikuwa ategemewe yaende kuclaim naye apate share. Wanasema si ilikuwa kazi yako. Sawa. Sasa kuna kesi maarufu sana inaitwa nani? Bi Hawa Mohamed, a very famous case. Ndio ilikuja sasa kubadilisha huu taratibu. Na hiyo kesi labda nielezee kwa kifupi sana ilivyokuwa. Kuna mama alikuwa anaitwa Bi Hawa, aliolewa na mume wake. Na huyu alikuwa ni mama wa ndani, mume wake alikuwa ni mfanya biashara. Baadaye they differed. Sasa walivyo differ, wakaenda mahakamani, mahakama ya mwanzo. Walivyo kwenda mahakama ya mwanzo, yule mama akasema nataka mchango wa mali, nataka mchango wa mali za ndoa. Sasa wewe ulikuwa mama wa ndani, hustahili kupata chochote. Yule mama akakata rufaa, kaenda mahakama ya wilaya, situation ikawa hivyo, kaenda mahakama kuu, the position ilikuwa ni hivyo. Sasa walivyo kwenda court of appeal, one of the issues walizokuwa na deliberate kwenye hiyo kesi ni kazi za ndani zina mchango katika upatikanaji wa mali za ndoa. Sawa,
mahakama rufaa wakajadili sana. At the end of the day wakasema kwamba hata hizi si tuziite domestics, I don't know, lakini hizi kazi za ndani nazo zina mchango mkubwa kumfanya mwanamke awe ana haki ya kupata mali za ndoa. What was the philosophy behind that ruling? Walisema kwamba, of course that's an assumption, na tuichukulie kama ni assumption nzuri, mimi sitaki kuanza kukosoa hii, kwamba unapokuwa na mke wako, na kuna wengine wana hii bahati, mke wako anaifanya nyumba yako hiyo ni sehemu comfortable ya wewe hata kupata energy na spirit ya kwenda kufanya kazi. Ndio wanasema na wengine wana bahati. Sawa Kwa sababu kuna unaona na motoni. Sawa. Ukirudi nyumbani zangu vitani. So that's an assumption. Wengine wana bahati. That's an assumption. Kwa unakuta mwanamke anakuwa ni manager mzuri sana wa nyumbani. Ana manage vizuri nyumba yake, watoto na kisha wako vizuri, chakula kiko sawa. Yaani unafika nyumbani you feel like you are in a palace. Sawa, heaven on earth. Kwa hiyo inakupa hata morali ya wewe kufanya kazi. Unaona? Kwa anasema hakikufanyia haya yote, huwezi yaani mkiachana huwezi ukasema hana mchango. Sasa that's the guiding principle mpaka hivi tunavyoongea. Kwa hiyo tunapokwenda sasa kwenye divorce proceedings, sasa wewe unasema kuna competing interests. Mwanaume anasema mimi nataka nipate zaidi, mwanamke anasema mimi nipate zaidi. Sasa wanaangalia mahakama. Zoezi la kwanza ni kuascertain mali za ndoa ni zipi. Kama nilivyokuambia mwanzo, kuna zile mali ambazo unasema they are matrimonial properties, na kuna zile mali ambazo unasema kila mtu ana stahili za kwake. Sasa wakisha certain kwamba okay, hizi ni mali za ndoa zilizopatikana ndani ya ndoa, zoezi la pili nakuja sasa, tunazigawa namna gani? Ndio hiyo misingi anayoangalia. Mama anasema na mimi nilikuwa na N kiasi fulani, au nilichukua mkopo nikanunua kiwanja, au tuligawana, kwa sababu kuna wengine huwa wana taratibu ya kuwekeana majukumu ndani ya nyumba. Anasema okay, wewe mwanamke utadili na kununua vyakula na groceries na nini, mimi nitadili na mambo mengine. Ni mpango mliojiwekea. Sasa akithibitisha hilo, au hilo likithibitika mahakamani, wanagawa accordingly. Kwa hiyo unapata kiasi gani inategemea na umethibitisha how much you contributed kuweza kupatikana kwa hiyo property. So Ashiru, hapo ulipoongea now, nataka nirudishe kwenye context yetu ambayo sisi tunazungumzia wanaume na tunazungumzia zaidi wanaume wa Kitanzania, right? Nimekuelewa maelezo unayotoa. Lakini nataka nirudi kwamba hofu ya wanaume wengi wa Kitanzania inakuwa wapi? Kwa sababu sina takwimu. So inawezekana kabisa ninachoongea ni assumption ambayo sio sahihi. Please unayetuangalia, unayetusikiliza, feel free kusema mic hapo unatupiga fix. But fear inatokea wapi ya mwanaume kusema sikiliza, nilikuwa na 1 2 3. Wewe kuongea na 1 2 3. Kama tumeamua kwenda separate ways, basi ni sawa mimi kupata hiki 1 2 3. Na naongea hivyo kwa sababu wanaume wengi tukaa kwenye vijiwe vyetu, ukiachana na wanasheria ambao wanajua sheria na nini, wengi sana ambao wako kwenye hii predicament huwa wanaogopa kwa kuhofia kwamba either watapoteza zaidi walicho nacho. And then of course kuna swala zima la watoto na vitu kama, lakini kuna hofu kubwa sana kwa wengi. Unahisi hofu inatokea wapi? Sasa ukisikia mtu anakuwa na hofu na jambo fulani, either ameshapata habari kutoka kwa mwenzie kwamba bwana kuna kitu hiki kimenikuta. Sawa, kwa sababu hofu inatokana na kitu ambacho either unahisi kitatokea ama kilimkuta mwenzio na unahisi kitakukuta. Sasa ngoja nirudi nyuma kidogo alafu nije nikuelezee kwa nini hicho kitu kipo, na in fact wakati mwingine hivi vitu vinatokea kweli. Wanaume wanadhulumiwa. It happens. Au wanawake wanadhulumiwa. Falsafa ya kutunga hii sheria ya ndoa ilikuwa ni of course ilikuwa ni kulinda hasa wanawake, wakina mama. At least wewe kweli kwenye hilo. Kwa nini nasema hivyo? Fair enough. Kipindi kile hii sheria inatungwa au miaka hiyo ya nyuma, na wote mtakuwa mashahidi, mwanamke ukimlinganisha na mwanamke alikuwa vulnerable. Yaani wewe uliza wazee wa zamani, ilikuwa mwanamke akiwa divorced, mfumo dume ulikuwa ni kama amepata death sentence.
yani maisha yake yanaharibika kabisa. Hiyo lazima uielewe. Hilo la kwanza. Lakini la pili, zamani wanaume ndio walikuwa wakifanya kazi na wanawake walikuwa wengi walikuwa ni wamama wa nyumbani, wanafanya shughuli za nyumbani. Sasa ukimwacha huyu mtu umekaa miaka labda 10-20 umemwacha, yani kwanza ajikusanye, aanze maisha upya. Unajua wanawake kwenye mahusiano kihisia wanakuwa wanaumia zaidi kuliko hata wanaume. Naweza nikasema hivyo japo sio mtaalamu wa saikolojia, lakini naweza nikasema hivyo. Atani correct dada. Au zamani au siku hizi. Wanawake wa zamani au siku zote, siku hizi pia wanaumia kama wanaumia. Unaona? Jamani, huo ni utani. Sasa kutokana na hali hiyo unakuta ukimwacha anapata shida sana na watoto. Ndio maana ikatunga sheria kuweza kuwalinda hawa wakina mama. Lakini kuna kitu kingine ambacho watu wakifahamu kwenye hii sheria yetu ya ndoa, japo hakifanyiki siku hizi, lakini ukimwacha mwanamke, sawa, inasema mahakama inaweza katoa amri umuendelee kumtunza mpaka atakapoolewa na mtu mwingine. Do you know that? Okay. Sema kwa maisha sasa, kwa mazingira sasa hivi mahakama wazi zinakuwa reluctant kutoa hizo orders kwa sababu zinaweza kuwa abused. Yeah. Sasa hiyo ni context ya zamani. Na of course ilikuwa justified. Sababu unamwacha mtu labda inabidi arudi kijijini. Na kipindi hicho sasa mwanamke labda ambaye amekuwa divorced hawezi kuolewa na mtu mwingine. Kwa hiyo anapata shida sana. Ndio serikali kaona mtu tunge sheria ambayo itakuja italinda hii jinsia. Sasa nikija kwenye swali lako, ile swala la hofu. Sasa hivi maisha yamebadilika na bahati mbaya baadhi ya wanawake wamekuwa ni wajanja. Halafu kwenye hii migogoro ya ndoa, labda mimi kwa sababu ni practitioner, naingia mahakamani, nasikiliza, naweza nikakupa a first hand information. Kuna baadhi ya vitu vikitokea ndani ya ndoa kuvithibitisha ni kazi sana mahakamani, sababu ni lazima uthibitishe. Kwa mfano, mwanaume unaweza ukawa labda wewe ndio mfanyakazi. Huo ni mfano. Na inaweza katokea hata kwa upande wa wanawake. Mwanamke mfanyakazi, mwanaume yupo nyumbani, it happens. Sasa kuna zile kero zinaweza zikawa ziko ndani ya nyumba ambazo kumwambia mtu akakuelewa ni ngumu sana. Yani kwa mfano labda mnaweza mkawa mnashauri mahakamani, mwanamke anasema kwamba mwanaume ananipiga sana na nitukana. Wewe ukaulizwa kwa nini unafanya hivi? Huyu ananuna sana. Huyu ananisema vibaya, labda ananisonya. You see? Sasa hivyo vitu kuvithibitisha mtu akakuamini ni kazi kidogo. Yani kuna kero zinatokea ndani ya ndoa ambazo kuzithibitisha ukaaminika ni ngumu sana. Sasa kuna wanao take advantage, unakuta labda mwanaume anakuwa anafanya kazi, ana struggle. Mwanamke anasquander hizo properties. Hivi vitu vinatokea, vipo. Hata kesi ya Biawa niliyokuambia. Na au labda mwanaume anafanya kazi, yuko busy sana, mwanamke anaanzisha mahusiano nje na squander properties. It happens. Ukiweza kuprove hilo mahakamani, anaweza asipate share ama akapata kidogo. Ukithibitisha kwamba bwana, si mnasema akikaa anafanya nyumba yangu inakuwa ni palace, lakini huyu imekuwa ni tofauti, anafanya kazi hapa ni jehanamu. Ukithibitisha hayo, anaweza asipate hii sehemu ya nani ya property, kwa sababu inachukuliwa kwamba ule mchango wake kama mwanamke ndani ya nyumba kunakupa wewe amani ya kuweza kufanyaje, ya kuweza kufanya shughuli zako. Nitatoa mfano mwingine by way of analogy. Ni kwa mfano hapa Tanzania. Sawa unaweza ukalalamika kwamba unajua labda serikali yetu jali na nini, lakini kitu ambacho unaweza ukaicredit serikali yetu ni kwamba one of the things ambayo unaweza ukaipa credit serikali ni kwamba tumeweza kuwa na amani, ndio maana watu wanaweza kufanya shughuli zao kwa utulivu. Sawa Okay. Kuna sehemu zingine kuna hali ya vurugu kiasi kwamba you cannot settle and do anything. Ndio sawa sawa na nyumbani. Kama kuna hiyo amani, unaweza ukafocus kwenye masuala mengine. Sasa tuje kwenye issue yako kwamba hii hofu inatokana na nini? Hofu inatokana na kwamba unakuta kuna kesi zingine labda mwanaume analalamika kwamba bwana, unajua mimi nimejenga nyumba peke yangu, mwanamke kipindi nafanya hivi alikuwa labda ni muhuni sana, au kipindi hicho mwanamke alikuwa amekimbia kuwa hata anakaa nyumbani. Unaona, sasa imekuwaje amepewa mahakamani? Sasa hilo
ni swala la kwamba okay, labda ulivyokuwa mahakamani hukuweza kutengeneza kesi yako vizuri. That becomes a professional issue. Ungepata mtu akakusaidia, ukaweza kutengeneza story yako vizuri, ukaweza kupata ushindi which favors you. Unajua ulivyoongea nimeelewa kwa nini wana waende mahakamani. Kwa sababu it takes a lot kutengeneza huo ushahidi. No. Hebu ngoja ni clarify kitu. Samani. Bila samani. Yaani unajua ushahidi hautengenezwi. Ukisema natengeneza ushahidi ukitumia hilo neno. Okay, nimekuelewa. Na mimi naomba nifute kauli. Maana kama tunawindana vile. Mimi ninachosema ni kwamba no. Unajua issue iko hivi. Umeelezea vizuri sana. Unaweza ukawa, nitakupa mfano mdogo sana. Wakati tunasoma vyuoni ama shuleni. Unaweza ukawa na mwalimu ana a lot of materials kichwani. Very resourceful. Lakini hawezi kupresent watu wakamuelewa. Sawa That art of speaking and convincing inakuwa ni ngumu. Hilo la kwanza. Lakini mahakamani there is a procedural way of presenting your evidence. Nitakupa mfano mmoja bila kutaja parties ni wakina nani. Sawa, maana it's not professional. Kuna watu waligombana wakaenda mahakamani. Walivyokwenda mahakamani, upande mmoja ulikuwa smart, unajua procedure za kimahakamani. Upande mwingine ulikuwa not so smart. Sasa huyu aliyelalamika akaanza kuelezea kero zake, yeye akafocus kwenye kuelezea kero anazozipata, akilenga kupata divorce. Akazungumza, akamaliza. Akaclose kesi yake. Upande wa pili ukaja. Ukaelezea, alafu baadaye ukaona sababu bwana kwenye ndoa hii nilichuma hiki na huko ana present ushahidi. Naye akaclose kesi yake. Sasa huyu aliyeanza sasa hata mimi na akasema uruhusiwi. Muda wa kutoa ushahidi umeshapita. Kwa hiyo akapoteza hizo haki zake kwa sababu hakuweza kupresent ule ushahidi wake kwa utaratibu unaotakiwa. Umenipata? Alivyotoka akaja na notion kwamba hakuna haki, lakini kwa ni ignorance ya procedure. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba hawa wanaolalamika, alafu siku hizi sio siku hizi, toka zamani kuna wanasheria wanaotoa free legal aid wapo na taasisi nyingi sana. Unaona? Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba ili uweze kupata unachostahili kupata, either wewe ni mwanamke ama ni mwanaume, seek legal advice, seek legal counsel. Hiyo ya kwanza. Lakini ya pili ni busara kwenye mambo kama haya, upate mtu wa kukuongoza anayefahamu procedures. Kuna jamaa, sio kuna jamaa, wakati nasoma chuo, I think tulikuwa tunasoma I don't know if it was philosophy or media ethics and then lecturer akasema, unajua watu wengi mnadhania mahakamani kinachomata ni ukweli tu. No, sometimes it's how valid your statement is. Yani kinachomata inawezekana validity ikawa ina uzito mkubwa kuliko ukweli. So if you can get somebody who can make your case really really valid, then you have a better chance of winning kuliko kwenda kuhangaika na kusema ukweli tu, you know. But nataka I managed to danganya jamani. Naomba tusinukulie. But I wanted to again with kwa experience yako na what you've experienced na ambacho umeona, it could be roughly or so any kwa estimate, right? Do you think as it stands now with everything that we've said, roughly, do you think there is I know umesema zamani kutokana na mfumo dume ilivyokuwa, kwa the law had to come in to protect a woman na vitu kama fair kabisa, tulipotoka ilikuwa mbaya sana. Lakini right now, do you think there is a good chance of a man kupata haki yake kama kila kitu yake kikiwa valid? Kwa sababu nadhani hata in most cases either habari zinazoandikwa au nini bado zinaonekana mzani umeelemea upande moja. Do you think actually now kwa sheria tulizonazo sasa zimekuwa bora kiasi kwamba hata mwanaume naye kama kesi yake kwa valid somehow somewhere there is a chance na anaweza akapata haki ambayo anaona ni sawa? Labda niseme kitu kimoja. Sheria zetu sisi, niwapeleke kwenye darasa la sheria kidogo. Najua sheria zetu sisi zina tabia ya kukua na kubadilika. Ziko progressive. Na sources of law in Tanzania ni either una statute, yani maana yake ni kwamba una vile vitabu vya sheria
ama maamuzi yanayofanywa na mahakama. Sasa mahakama wakati mwingine inakuwa nisiseme inatunga sheria, lakini inakuwa inaboresha au inatoa tafasiri ya sheria kuendana na mazingira husika, context. According to the context, muktadha. Sasa kwa sheria ya ndoa jinsi ilivyo, kwa mfano nilikupa historia fupi ya sheria ilianzia wapi mpaka ikaja kesi ya Bihawa. Ambapo kipindi cha nyuma ilikuwa ukifanya kazi za ndani ni majukumu yako, usitake kutafuta pesa kwa staili hiyo. Wakasema hapana, hii si sawa, wakatoa tafsiri hiyo ambayo tunaitumia mpaka sasa hivi. Kwa hiyo na ili swala sasa la kwamba sheria inaonekana ina favor sana wanawake na nini, of course hiyo notion hipo, na sasa mimi narudi pale kwamba kama mwanaume unaona kama una haki ambazo unahitaji kuzilinda unapokwenda mahakamani, mimi ningeshauri jambo moja. Ningeshauri unapokwenda mahakamani upate mtu, yani mwanasheria kwa lugha nyepesi, wa kukusaidia kuweza kupresent your story before the court ili uweze kupata haki zako. Sawa Yani huwezi ukaenda mahakamani ukiwa una haki alafu mahakama ikakunyang'anya hata siku moja. Issue tu ni kwamba umekwendaje hapo mahakamani na umejitetea namna gani. I would say one thing, dada nani hapo utatusaidia. Unajua watu wengi, mimi nilichojifunza kwenye matatizo hata kwenye maisha, unapopatwa na hili tatizo la mahusiano au tatizo la ndoa, you get emotional. Of course, yeah. And it's natural. Sasa unapokwenda mahakamani unakuwa very emotional. Na unapokuwa emotional, rationality inaondoka. Kwa hiyo unafail kufikiria sawa sawa na unafail kujipanga vizuri. Na ndio tunasema inatakiwa na third party wa kukusaidia. Unaona, wewe unakwenda kichwani ukiwa una yale maudhi uliokutana nayo kule. Kuna watu wengine mahakamani mpaka wanagombana kwa sababu hivi vitu. Muongo huyu anataka arushe hata ngumi. Lakini how do you prove anachosema ni uongo? Kwa sababu unapokwenda kwa jaji hajui ugomvi wenu. Si ndio Yule hajui, hayupo huko nyumbani kwenu, hajui. Wewe unaenda unasema mimi nataka talaka kwa sababu jamaa mzinzi. Prove uzinzi wake. Labda niliona sio imezikwa wapi, nilizifuta. Unategemea jaji asemeje au hakimu asemeje? But in that case, umeelewa? Yeah, but in that case, the way you said it, again, mimi kazi yangu ni translate to German. The way you said it, kabla jaji anaweza kusema kamalizane tofauti zenu huko. Wakati mmeshafika pale mmeamua kwamba sisi tunabwaga. Is there a chance judge anaweza kusema bwana mimi sitoi talaka? Umeuliza swali zuri sana. Umeuliza swali zuri sana. Akasema bwana wewe umeona message ya sense kwa hiyo mna ushahidi. Umeuliza swali zuri sana. Na nipotezea muda. Ambalo nadhani nilitakiwa niliaddress toka mwanzo. Ni hivi. Elewa kwamba divorce is not a right under our law. Sawa Yani huwezi ukaenda mahakamani ukademand as a right nataka talaka. Sio haki. In fact, nisikilize kwa makini. Mimi nataka kulia. No. It's a light bulb and it's yeah. Kwa mfano kwa nchi zingine parties wanaweza wakaenda mahakamani wakiwa wameshakubaliana kuachana na wagawaneje mali zao. And it's valid. Nadhani nimesikiaga hivyo divorce settlement. Lakini kwa sheria ya Tanzania hamwezi kukubaliana kuachana. Ili mahakama iweze iweze kuvunja ndoa, uthibitishe kuna sababu. Kwa hiyo you might go to the court na sababu zako ambazo unaona zina justify ndoa kuvunjika. Lakini hakimu ama jaji akasema hapana, mimi naona nyie nani sijaona kama yani sijaona kama hii ndoa imevunjika kiasi cha kushindwa kurekebika. Maana the benchmark ya kupata divorce ni kuprove kwamba the marriage is broken down beyond repair. There is no way this marriage can be repaired. Ndio jaji anasema hapa. And I'm sorry kukatisha. What do you need to present to court kuonyesha kwamba this thing is irreparable, the damage is beyond? What do you need to present? Okay, fine. Sasa
labda na naomba nitedi sema jamani atuchechei ndoa kuvunjika hapa tunaonekana tu maana achiwe kwambia mwaka huu nataka kuvunja ndoa no tunasaidiana sawa. Sasa kabla mjafika mahakamani, sheria inakulazimisha upite kwenye bodi za usuluhishi, marriage reconciliatory boards. Sawa na hiyo inaonyesha kwamba mahakama haipendi kukimbilia kuvunja ndoa. Kama ni Mkristo, wao Wakristo wana taratibu zao, kama ni watu wa kanisa na nini wana taratibu zao za kupita kwenye hizo bodi. Kwa Waislamu mnaweza mkapita BAKWATA, au kwa madhehebu mengine mnapita kwenye madhehebu yenu huko na nini. Sasa wale kazi yao ni kujaribu kureconcile the parties. Wameshindwa kureconcile, wanatoa certificate kwamba bwana sisi tumeshindwa, go to court. But that certificate in itself sio evidence ya kwamba nyie mmeshindwa kuwa reconciled. Hapana, mahakama inaweza kaamua otherwise. Sasa nije kwenye swali lako, what do you need to prove? Kama nilivyokuambia kwamba in order in order to succeed in court, unapotaka haki fulani lazima utoe material ya kuijustify mahakama kukupa unachokitaka. Sasa nitakupa mfano. Wewe unaenda mahakamani unasema bwana mwenzangu mzinzi sana. Sasa na mahakama kuna cases kadhaa zinasema kwamba ile occasion moja ya adultery hai justify ndoa kuvunjika. Yaani jamaa mmekaa miaka mingapi? Alipitwa na shetani. Tumekaa miaka labda 20. Kachepuka mara moja. Hivyo vitu hata kama mimi jaji sitoi talaka. Lakini mwingine anakuletea ushahidi, sawa anasema huyu ni serial cheater, if I may use that word. Nimeshamshika na huyu, kaniambukiza magonjwa ya zina, kafanya hivyo, mimi bwana siwezi kukaa naye, anahatarisha maisha yangu. Unaona hiyo kesi ya kwanza. Kesi ya pili ni ukatili. Kuna watu wako violent sana. Sawa, mtu anampiga sana mwenzie. Sana, yani kiasi unakuta mtu kapigwa mpaka amelazwa hospitali. Na ni tabia kujirudia, sio ule ugomvi kakupiga kofi hapana. Yani uwezo kaenda mahakama sema huyu jamaa kanipiga kofi, hapana. Yani ni ule ugomvi ambao unaona kwamba watu waweza wakakaa pamoja. Sababu nyingine ni desertion. Na hii kutelekeza. Unakuta labda mwanamke natokea au mwanaume kakimbia nyumbani kwake. I wanted to ask you to hapo. And then Nadia wanted to chime in because one of the things ambavyo ni issues ni sawa vile swala la emotional abuse. Najua physical abuse iko very clear. Tunaona mtu anapigwa, domestic, we see that. Lakini physical abuse sio kitu ambacho tunakiona. Na ndio inakuja zaidi kwa emotional abuse. It becomes more about he say, she say na vitu kama hivyo. Na mara nyingi na kwa ngumu sana kuprove kwa sababu mimi nikisema Nadia akasema, Nadia akienda kukaza sana mimi sikuwahi kutamka hayo maneno. Yaani sina mimi ninachoweza kufanya. You know what I mean? And so kwanza I want to bring it, and I know we've spoken about it for in mara nyingi, lakini moja, Nadia, can you speak a little bit more on how you can actually push somebody to get the point of saying, you know what, I am done. And then my question to you after that is, sheria pia na acknowledge hicho kitu. Sawa. Yeah. So abuse is abuse. Sindio, sasa hivi tukiangalia whether it's physical abuse or emotional, it both inflicts damage. Both zina inflict pain. Sawa, physical abuse inflicts physical pain ambayo it's visible to the eye. Lakini emotional abuse can affect sasa one's physical health and well-being. Tunajua sasa there's a big association between stress and physical health. Your immunity is dropped, you're more susceptible to illnesses. Tukiachana tuna mental illness, hata physical illness. Right? Kina arthritis, kina sijui gastric influx. Kuna condition kibao. Coronary heart disease. So, diabetes, lifestyle diseases zinakuwa cause na stress. Emotional abuse exposes one to constant fight, flight, freeze, fawn, whatever, right? Responses. What happens in your body when that's happening is mwili wako una perceive niko ndani ya I'm in danger constantly. When we're in danger, we're releasing cortisol. Cortisol ina ndio benefit yake acutely, lakini in the long term it's damaging kwa sababu ina deplete sasa your reserve. So tukisema tuiangalia to just on face value, physical abuse, you see it, it's clear.
emotional abuse paka tuingie, it's like going under the microscope. Because ukienda ukafanya these lab tests, uone cortisol levels, uone what are the changes in the body, utazikuta even changes within the brain. Let's say we're dealing with a narcissistic person or a person with narcissistic tendencies ndani ya mahusiano, ndani ya ndoa. It alters your brain structure. Right? So kuna actual physical damage that actually takes place. Ndio hajakupiga ngumi, but it's just that repeated kama ni manipulation, repeated criticism, repeated neglect, emotional or physical neglect. Zote zinakuwa zina impact. Lakini ndio hiyo shida. Kuipata kuona the physical implication of the emotional abuse. Unaweza ukazipata, lakini the process is much longer. You have to use more sophisticated ways to observe and get that data. Whereas with physical, you see the bruise, you see the red eye. The thing that you can see clearly with emotional abuse, wengine wananenepa, because under stress people either they eat too much, so you again mental illness zinakuja, they gain weight, au mwingine unamwona anaisha tu. Kila anaenda unaona huyu Nadia alikuwa hivi, sasa hivi she's a stick. VP. Right? Yani you can see the changes within the body. Lakini sasa ndo tuambie sijui sasa it's things that are being considered. Right? And to be fair, not to throw anybody under the bus, I think ukiangalia vizuri na tukiamua kabisa let's keep it 100 true. Mara nyingi sana wanaume wanahusika kwenye cause harm physically. In most cases, right? Mara nyingi when it comes to physical abuse, mara nyingi wanaume ndio wanakuwa watendaji. Wapo wanaopigwa, lakini mara nyingi wenyewe wanakuwa watendaji. Lakini I also feel like tukiflip the side in terms of emotional abuse na vitu kama hivyo, mara nyingi wanaume wanakuwa ni victim. Again, wapo wanaume wenye maneno balana wanasababisha mambo ya ajabu kabisa kwa ndani kwao. Lakini in most cases ukiangalia, I don't know if it's genetic makeup na vitu kama hivyo, lakini their strengths. Kila mtu anashinda mechi zake. You know what I mean? So yeah, back to you. In this case ambao Nadia ameitoa, je, mahakama pia inatambua hilo? Oh yes. Yes. Sheria yetu ya ndoa, among the reasons enlisted kwamba ni sababu za kuvunja ndoa, hata hiyo psychological ama emotional trauma iko pale. Sasa issue itakuja kwamba unaithibitisha namna gani. Lakini kabla tujafika huko, tungedefine hivi what falls into the basket of psychological ama physical trauma. Kuna mambo mengi sana. Kwa mfano, nitakupa mfano ambao unaweza kuwa ni rahisi kuelewa kwa mwanaume. Una mke wako anakunyima tendo la ndoa bila sababu za msingi. Sawa It frustrates you. Si ndio? Unaweza ukaenda mahakamani kwa ground kwamba bwana mimi sipati sipati tendo la ndoa kutoka kwa mke wangu, kwa hiyo ninaathirika kisaikolojia. Na impact yake unaweza kukuta labda mwanaume, sasa inatokea kwa wanawake, mwanaume labda anakuwa violent akishakataliwa. Violent labda kwa watu, atafanya fujo, hata ofisini hawezi akakaa concentrate vizuri. If you prove that in court, divorce inatolewa. Sawa? Na hata kwa wanawake. Kwa mfano, unakuta labda mwanaume tatizo ambalo ni maarufu siku hizi kutokuwa na nguvu za kiume. Lakini hiyo ukienda mahakamani unaenda kuannul ndoa, yani kubatilisha ndoa. Na inatokea mtu anaoa mwanamke, it happens, hizo kesi zipo. Anaoa mwanamke wakati hana uwezo wa kutimiza tendo la ndoa. Wanaanza maisha yao, hamgusi yule mwanamke. Wanakaa hamgusi kabisa yule mwanamke. Mpaka mwanamke anakuwa frustrated. Sasa ambao wako bold, anasema wazi na anaenda na ananali ile ndoa. Mwingine lakini sasa ni culture, mwingine anaona aibu, anakaa anaumia au anaanzisha extramarital affairs. Yote hiyo ni kwa sababu ya nini? Hiyo psychological anasababisha psychological. Kuna kesi ilitokea zamani, nimesahau citation yake, ningeisema na watu wakaweza kufanya reference hapa. Yaani mwanaume alienda kuomba talaka kwa sababu mwanamke wake ni mshirikina. Kwa hiyo hanakosa amani ndani kwake. Kwenye kuprove wa ushirikina akatoa vile vinani objects zile za ushirikina zile, ananiwekea irizi, sio anafanya na vinatisha. Kavipresent mahakamani. Ningekuwa na citation hapa ningeitoa, watu wasikilizaji wangeweza kwenda kuirifaa. Na divorce ikawa granted kwa misingi hiyo. Sasa
itakuja notion nyingine ya watu ambao wengi hawa serikali haamini nani kakwambia kuna sheria inaitwa Witchcraft Act. Wow. Witchcraft Act hipo inayotambua uchawi na ukikutwa na hatia na masuala ya kichawi unafungwa. Mimi kabla sijawa wakili nilienda kama kufanya intern mahakama ya wilaya Mwanza. Kuna kesi ilifunguliwa pale ya jinai, kuna jamaa alidondoka na ungo na bibi yake. Yaani na bibi yake kwenye ungo. Walidondoka kwenye ungo si kanisani. Wakaletwa mahakamani na hizo exhibits under the Witchcraft Act. Sawa eh? Kwa hiyo of course that was besides our discussion, lakini nataka watu waelimike. Kuna sheria ya uchawi ipo. Unaona? Kwa hata kwenye ndoa ukiweza kuprove kwamba mimi sipati amani kwa sababu huyu anafanya matendo haya. Na ukathibitisha, utathibitishaje? Lakini ukiyathibitisha, kwa nini huyu mtu labda usiku msimuoni? Nasikia kelele hizi. Jana nimeamka saa 4 za usiku nimekuta yuko uchi kule nje, sio anafanya. Mimi kwa kweli siwezi nikakaa hapa naogopa. Divorce inatolewa. Kwa hiyo na issue nyingine niliyotaka kuzungumzia ni alikuwa anazungumzia dada hapa. Swala la ulisema kwamba uwezi ukaprove kwa sababu ni vitu vinavyokuathiri your physiology na nini, si ndio? Sasa mahakamani mfano labda mwenzi wako anaweza kama mwanaume ama mwanamke, ni manipulative, ni narcissist na nini, au sio? Unaweza ukaenda mahakamani na daktari ukiwa na report, huyu anakufanyia analysis, akagundua kwamba hii inasababishwa na mawazo au stress, ukaleta other corroborative evidence. Yani maana yake ni kwamba kama una watoto ndani ya nyumba au kuna watu ambao wanashuhudia huyu akikusema vibaya, akikutukana, akikufanyaje, na dokta akafanya connection kwamba ndio kilichomsababishia hivi, you prove that. Na ndio maana kwenye ushahidi kuna ushahidi wa daktari, kuna expert opinion na vitu kama hivi. Unajua na kusikiliza unavyoongea, I feel like wanaume wengi again being ego na genetic makeup na tulivyo na nini, it feels like swala la kwenda kupata haki yako mahakamani it has to involve a lot of other factors. Yani isiwe tu ndani yako. Na nadhani wengi wetu uoga unakuja pale kwamba sasa dunia nzima sasa itajua haya. Yani I feel like because I feel like mpaka ikifika brother umeamua kwamba support ile ambayo itokea na litokea, lakini nadhani a lot of them are holding back. Labda sio kwa sababu wanataka kupigania ndoa, it's more like jamii tanionaje. Do you think that plays a role? Well, definitely. Right? I'm sure it plays a big role. Na kama ulivyosema, inakuwa what is the incentive mimi kwenda, kwa sababu sio process rahisi. I'm sure you know you can tell us it is a stressful process, na ni process ambayo sio ndani ya mwezi umemaliza. Mnaweza mkavutana mkazozana huko almost I don't know how long, right? So tayari you need to assess mimi kama mimi nina huo uwezo wa kwenda kupambana. Kwa maana kama ulivyosema it's very emotional. Hata kama tumeshaachana mimi sikutaki tena, lakini kuna sababu kwa nini tumeachana. Na hizo sababu ndo pale mahakamani wanataka muzifungue pale. If it's a kind of worms ndo mweke lay onto the table. Kwa nini ndoa imefika kwenye hii hatua mliofikia? Na knowing the vile serikali yetu haitaki watu waachane. Exactly. Sio haitaki, haipendi. Okay. Right? Haipendi. Jamani mimi sio mwana sheria. Nielewe. Haipendi kwamba haipendi kuvunja ndoa. Haipendi kuvunja you know to break a home. Kwa sababu now it has its repercussions. Watoto, familia, zame unite familia fulani kuivunja, you know, it's a lot. Lakini kwa sababu process yenyewe ina mambo mengi, and it's also a very deeply emotional process. Alafu sasa tukichanganya pale our ego, unajua our ego, kuchanganya pale our society that we exist in. Also pia kuchanganya muda wako, kwa sababu ukiwa huko mahakamani kule unaweza muda wote unaambiwa haya njoo huku unahitajika. Au lawyer akuite ofisini tukae tupitie hii. Wewe unataka pia kupambana huko sijui mtaani kujenga your wealth, right? So there's a lot that goes into it. So nahisi it's not just kwamba tuna wasiwasi of what people are going to say, lakini there's so many layers that are attached to it, and it's also a very frustrating process in and of itself. Kwa sababu ukatu hapa mimi mwenyewe nikae tu nifikiria okay
So if I'm done with my husband and nataka tukaachane, I should be willing and ready to, if I'm unable to prove kila kitu, what I worked for, I worked on, my heart, my sweat, my tears, na yeye anapata pia hiyo, that you know, that like, gives you a motive ya kukaa kwenye ndoa. It's losing that control, right, of things that you worked really hard for, but also ni kukubali kwamba nimeshindwa, which is again deeply psychological and deeply unconscious for many of us. Eti mimi nikubali kwamba kweli ndoa imenishinda mimi Nadia. It might not be conscious, lakini unconsciously it might then lead me to say wacha tupambane hapa hapa, na mimi naanza vituko vangu huku, yeye anava kwake huku, tunaendelea hivi. Yeye ndo ataondoka, mimi siondoki. Right? Yeah. So there's so many, I think it's very intricate process. Nadhani the intricacies ndo maana zinapelekea watu wengi wasichukue hizo steps, na wengi wao wanaochukua hizo steps, or at least the ones I've come across, ni kwamba kuna mengi sasa they prove to be a headache more than the headache of going to court. Yeah, and a matter of fact, we said, yani kuna some cases mtu anaona wameseparate, unaona bora waendelee hivyo hivyo kuliko kwenda, unakuta hata wameseparate 10, 15, 20 years. Lakini mtu anaona ni bora tuendelee kubaki hivi kuliko nao twende mahakamani kwa sababu tutaanza a whole discussion na mambo mengine. Yeah. I wanted to ask, do we have prenuptial agreement kwenye nanili zetu? Sheria yetu inakubali? No. Prenups naweza nikasema ukisoma sheria yetu ya ndoa, the only agreements that are recognized ni agreements to separate, ambapo mnaweza mkakubaliana kuseparate, alafu mkakubaliana utaratibu sasa kama mwanaume anamtunzaje mwanamke. Lakini kwenye amna mwanaume kutunza. Wanaume watunzwi. Wanaume watunzwi. Swali sema kwamba mwanaume anatunzaje. Yaani ni hivi, motisha sana. Kwa mujibu wa sheria, sawa jukumu la kutunza familia ni la mwanaume. That's a general rule. Naomba urudie. Kwa mujibu wa sheria kusema kwamba wanangu wanaopenda vitonga ndio wanatafuta mashangazi mjini. Kwa mujibu wa sheria, wajibu wa kutunza familia ni wa mwanaume, yani mume. But the exceptions. Except pale ambapo mwanaume atakuwa, kwa in a technical language wanasema yuko incapacitated, yani hawezi kufanya kazi. Labda alikuwa anafanya kazi akaparalyze. Hawezi tena kufanya kazi, kwa mke wake anaweza akachip in. Lakini aliyepewa hilo jukumu ni mwanaume. Na hiyo mimi naweza nikasema sababu, unajua hata hizi sheria ni product ya jamii. Sawa Ukiangalia jamii zetu sisi ya Tanzania, sizungumzii jamii zingine, majority. Kwa mfano tukija kwenye dini, kwa Waislamu, mwanaume ndio ana wajibu wa kumtunza mwanamke. Nadhani na kwa Wakristo ni hivyo hivyo. Hata kwenye baadhi ya makabila, majority of them inakuwa ni jukumu la mwanaume. Kwa hata kisheria sasa ni jukumu la mwanaume kumtunza mke. Na in fact it goes a long way to say that hata kama mwanaume ni bilionea, mwanamke ni bilionea, still mwanaume anatakiwa aprovide hayo matunzo. Nacheka kwa sababu lakini nacheka sababu kwa sababu the essence of men kuambia wanaume, jamani, well-being zenu mjali, nyinyi sio sio superheroes, kuna changamoto mnapitia, lakini sheria inatuambia jamani, ni jukumu lako kutunza familia yako. Tuendelee ndugu yangu. Which is not a bad thing. It's not. I mean, you would say that. I'm saying from a man's perspective, it gives you purpose. It does. Hata inakupa pia motivation wa kupambana huko. Sawa. Kwa hiyo it should. Sorry. Unaona, kwa hiyo sasa limewekwa except, nimekupa hizo exceptions kwamba labda yuko incapacitated ndio mwanamke anaweza akachip in kumsaidia. Issue nyingine nilikuwa nataka kuzungumzia along those lines. Kuna jambo mlikuwa mnalisema hapa, ilikuwa ni issue ya nani, umezungumzia prenups. Nikawa nakwambia kwamba kuna arrangements ambazo mnaweza mkawekeana wenyewe kuseparate, sawa mkawekeana provisions za namna gani mtakuwa mna nani, I mean namna gani mwanaume atakuwa anamwangalia mwanamke. Sasa na haya matunzo kama ambavyo ilivyo kwenye kugawa mali za ndoa, inategemea na standard ya maisha na kipato cha mwanaume. Yaani mwanamke au mke hawezi akademand
na unasema over and beyond capacity ya mume wake. Naona bwana. Kwa hiyo it should be within his means and station of life. Hiyo hata katika matunzo ya watoto hatukwenda huko. Mwanaume anapokuwa compelled kumtunza mtoto, iwe ni kwa lifestyle ya yule mtoto, lakini na uwezo wa mwanaume. Sasa kuna baadhi ya wanawake they take advantage of that kwenye matunzo. Anataka apate loto, lakini hapana, haiendi hivyo. Another thing nilichokuwa nataka kuzungumza kabla sijakisahau, which is very important. Dada hapa alikuwa anasema kwamba, yani alikuwa anaelezea kwa nini watu wengi wanaogopa kwenda mahakamani, kwa sababu kwenye jamii ataonekana namna gani. Sawa anaona ni bora tuishi hivi, lakini that is very dangerous. Mimi naomba nichukue fursa hii kushauriwa. Ni hatari sana. Katika maisha hakuna mtu anayepanga mambo mabaya yamkute. Yani hakuna mtu anayefunga ndoa akitegemea hakuna. Mnakuwa pale mna mapenzi na nini. Some things happen, basi utafanyaje? Sasa ninachotaka kushauri ni kwamba hatari ya kwa mfano mambo yameharibika, alafu huyu mtu wewe unamchukulia kama sio mke wangu au sio mume wangu. Riski yake nitazungumzia mambo kama 3-4 hivi. Namba 1 na it happens kwamba nyie mnakuwa considered kama wanasheria kindoa, lakini in fact labda huyu anaishi kwake, huyu anaishi kwake. Hivyo vitu si vipo. Sasa huyu anaanzisha mahusiano na mtu mwingine kwa mfano. Lakini ni mke wa mtu au ni mume wa mtu. Bahati mbaya ukaja kufa, kwenye mirathi utaleta matatizo makubwa sana. Hata kama umeandika, kama you have a will umeandika na nini, bali inaweza kuleta changamoto. Tutakuja huko baadaye. Ngoja ni explain na maana gani. Okay. Wewe umeoa alafu umetengana na mwenzako, amkwenda mahakamani, mmetengana tu ile informally. Ukaanzisha maisha na mtu mwingine, labda mkazaa naye. Sawa, mkazaa naye na pengine huyu mwanamke mkaishi naye kwa muda mrefu kidogo, alafu ukaja kufa. Sasa kwenye mirathi mtaanza mambo ya nani anastahili kurithi. Huyu atasema mimi hakuniacha huyu, bado alikuwa ni mume wangu na analeta cheti. Na huyu anasema hapana, mimi ndo nimekaa naye mpaka mwisho, ni mume wangu. Sasa mbaya zaidi ni kama kwa mfano huyu mke wa kwanza alikuwa Mkristo. Wakristo wanatambua ndoa hii moja, hujaacha matatizo huko. Unaona Kwa hiyo unaweza ukasababisha mara. Lakini issue nyingine ilishatokea, nilishakupata mtu mmoja, yeye aligombana na mwenzi wake, wakaachana tu hivyo informally. Akaenda zake kuishi nje huko. Kaka muda mrefu akataka kufunga ndoa. Sasa kwenye hiyo nchi alisema kwamba alikuwa na mke, au nafikiri mwanamke aligundua kwamba alikuwa na mwanamke huko. Akataka prove ya kwamba kamuacha ili amuoe yule mwingine. Kwa akaambiwa huwezi ukaoa huku mpaka ulete proof ya kuachana na huyu. Na proof ni nini? Ni divorce decree ya mahakama. Na watu wengine wengi hawajui, na lazima uisajili RITA huko. Sasa wewe kufanya hivyo unafanyaje kule? Unakuja kuanza upya mchakato. You see? Unakuja si kuanza upya. Tena inaweza katokea bahati mbaya hata ukakuta naye kafa. Okay, unaweza wakasema labda ni mjane au sui ni nini, si ndio? Lakini umeshasababisha complications. Kwa hiyo mimi ningependa kushauri jamii ya kwamba wasiwe waoga hivi vitu. Sina maana ya kwamba watu wakimbilie kuachana, no, that's not what I mean. Lakini ikifika point ukaona kabisa bwana hichi kitu hakiwezekani, maliza hayo mambo in a formal way. I'll give you one example. Kuna kesi moja ilitokea. Kuna parties walikuwa ni wanandoa. Unaona Sasa wakakaa kama miaka 5 hivi. Wakaachana. Walivyoachana, huyu mwanamke akaenda kuolewa na mtu mwingine, huyu mwanaume naye akaenda kuoa kwingine. Wakaendelea na maisha yao. Baadaye wakaja kuachana kwenye hizi the second relationships wote, alafu wakarudiana tena. Wakaendesha maisha, baadaye wakaja wakaachana. This time wakaenda mahakamani. Walivyokwenda mahakamani,
ikaja swala sasa la kugawana mali. Sasa mwanaume anasema hii ndoa ya mwisho tumekaa miaka 3 tu, kwa hiyo hatukuchuma chochote, hakuna cha kugawana. Mwanaume akamwambia hapana, tumeishi wewe miaka 20. Tumeishi vipi? Sasa wewe ndoa yetu tuliofunga cheti ni hiki, hebu onyeshe wewe cheti tulichoachana. Wewe tapeli. Sasa mimi sio tapeli. Na kweli hamkuachana kisheria nyinyi. Kwa hiyo ikabidi zile properties zote kutoka huku mwanzo ziwekwe mezani wagawane. Unaona hasara ya fia ilivyo the cost that you pay ultimately because of that. Kwa hiyo mimi nadhani, na hii sio kwa sheria tu, ni vizuri sana kwa jamii kwenye tatizo lolote kuseek professional advice, ushauriwe, ufuate hizo taratibu, kwa sababu sisi tunaviona first hand. Alafu mbaya zaidi sasa ikitokea mambo ya kifo ndio unaleta chaos kwenye jamii. Unaleta, lakini kama mambo yakiwa in a proper manner, unaondoa hizi unaondoa matatizo. Ashira, I want to bring it back kwenye swala zima la mirathi. Ulisema inaweza kuleta chaos kidogo. Right? And na sitataka tuliache lina hang sababu in case kwamba ndio hivyo tumeseparate, maana hatuja divorce, tumeseparate, ukaenda huko na nini, huyu mke wa kwanza endelea na maisha yake, mimi huko endelea na maisha yangu, lakini baada ya muda natokea napata mwingine huko hatutarikiana, lakini mwingine nimekaa naye miaka 20, meaning hata kama nitaandika will kuna chance huko nitaacha chaos huko nyuma. That is my question. Kwa hata nikiandika mirathi nikaweka documented the fact kwamba huyu atakuachana naye, anaweza kuwa na a very valid argument ya kupeleka mahakamani. Sasa tunapokuja kwenye will, kwanza naomba ni clarify kitu hapa. Huo wosia kwanza, wosia unasaidia sana as a general rule, unasaidia kuondoa migogoro. Lakini hizi wosia pia zina taratibu zake kuendana na imani yako. Sawa Kwa sababu kwa mfano kwa Muislamu anapotaka kuandika wosia kuna taratibu zake. Haandiki anavyotaka yeye. Lakini kwa wasiokuwa Waislamu kuna taratibu za kuandika wosia ili uwe valid na kisheria utambulike. Sasa nakuja kwenye swali lako. Fine, nimeishi hivyo informally. Je, nikiandika wosia hauwezi kunisaidia? Unaweza ukakusaidia to some extent. Mara nyingi labda umegombana na mwenzako, ukaenda ukaanzisha maisha na mtu mwingine, alafu sasa ukaandika wosia uka-exclude wale wengine kwa sababu unachuki nao na nini, ndio? Sasa ukishakufa, hata kama wosia upo, wale wanaweza wakaenda wakao-contest. Kwa mujibu wa sheria, kama mtu ana haki ya kurithi, halafu wewe kumwandika kwenye wosia kama mrithi wako, let's say ni mwanao, lakini umegombana na mama yake ukam-exclude kwenye huo wosia bila kutoa sababu tena za msingi kwenye wosia, wana-invalidate na yule mtoto anapata haki ya kurithi. Unaona kwa sababu as a rule wale wenye haki ya kurithi huwezi ukaacha kuwarithisha for flimsy reasons. Kwa mfano, una mtoto wako halali, alafu ukaandika na tena ni dependent, labda bado ni mdogo, lakini kwenye wosia ukam-exclude kwa sababu uligombana na mama yake. Yule akienda kulalamika mahakamani, kuna chances kubwa waka-invalidate hiyo will, kwa sababu yule ambaye ni wanaohitaji, yani wanamuita, yani kuna wale watu ambao wana haki ya moja kwa moja ya kurithi. Huwezi tu kaacha kuwarithisha bila kuwa na a valid reason ya kufanya hivyo. Kwa hiyo the best practice ni kuput your house in order kabla matatizo hayajatokea. Get your affairs in order. Yeah. So as we are going to the last bit, ambao nadhani pia tuweze kuignore ni swala child support. Right? Or custody. Child support or custody, right? Ebu tuambie, najua tumeligusia kidogo, lakini kuna aspect moja ulizungumza, ukawa unasema kwamba kuna moments ambazo imetokea na again, since we are very biased, basi tunamzungumzia mwanaume. Ndio essence ya podcast yetu. We are very biased. So there's an essence, or there's the feeling, or there's a conversation going on around men. Wengi wanaona kwamba wanakuwa manipulated kwenye swala zima la child support
na wengi wanaona kwamba mwanaume kupigania custody ya mtoto ni kama tunaipeleka nchi kwenye vita kuu ya 3 ya dunia, ni kufa na kupona na nini na vitu kama hivyo. As much as baba anaweza akajiona ana ability, you know, because yes, mara nyingi wakina mama wanaweza kulea watoto, lakini in most cases kuna circumstances inaweza katokea kwamba baba anaweza kuwa kwenye position nzuri zaidi ya kumwangalia mtoto, kuprovide mazingira mazuri. Na inawezekana sio finances tu, lakini ile just well-being ya mtoto kwa ujumla, unaweza kukuta baba yuko kwenye position nzuri zaidi ya kuweza kufanya hivyo. Lakini for most cases it's a hustle, it's a battle kwa mwanaume kuweza kufikia kuweza hata kupata custody au kuweza kuona na kuwa treated fairly kwenye swala zima la child support. Moja, sheria inasemaje around it? Lakini pili, what would you advise wanaume wanapoanza kuaddress ya mambo like at least mtazamo au waangalie from perspective vipi? Sawa. Sasa that's a very very important question. Very important question. Nataka jamii elewe jambo moja, kwamba inapokuja kwenye swala la custody au maintenance ama hiyo child support as you have put it, mahakama inazingatia nini? Kusema mtoto akae na mama au akae na baba. Kuna sheria ya ndoa, alafu kuna sheria ya mtoto, the Law of the Child Act. Hizo ndio sheria mbili ambazo zina regulate sana masuala ya mtoto. Sasa the rule is kwamba mahakama inapotaka kufanya maamuzi ya mtoto akae na nani, inaangalia the best interests of the child. Kwamba huyu mtoto tukimweka kwa nani, maslahi yake yatakuwa protected. Sasa hiyo is a subjective test depending on each particular circumstances. Na nitanarate, utanielewa. Let's say unaishi na watoto ni wadogo, sawa, they are vulnerable, ni wadogo ndo wanaanza kukua. Kwa hiyo katika hali hiyo wanahitaji protection sana. Umegombana na mwenzako. Ukigombana na mwenzako, labda mtoto alikuwa Dar es Salaam, anasoma Dar es Salaam, ukaza mimi naenda zangu Mtwara. Mtoto labda ni wa miaka 4 tuseme, au alikuwa anasoma nasari hapo, ana ndugu zake wako Dar es Salaam. Yule mtoto kwa kiasi kikubwa watasema akae na mama yake, kama mama yake yuko hapa Dar es Salaam. Kwa nini? Kwa sababu watoto wanaposema wanakuwa wadogo, wanahitaji wazazi wote wawili, lakini wanapokuwa wadogo sana, they are more inclined to their mothers kuliko baba zao. Fair enough. Embu naomba nipigie mstari hapo. Sisemi kwamba wanakuwa na haki ya kukaa na yani wanamuhitaji zaidi mama. Unaona, kuliko baba wanapokuwa wadogo. Sasa na wataangalia yale mazingira kwamba okay, huyu mtoto kazoea kukaa wapi, maisha yake yakoje. Haya, labda mmegombana, maana kuna scenario mmegombana, unamwacha mama kwenye nyumba, wewe unaenda kupanga kwingine. Wanasema au mtoto akae kwa mama yake, ila baba unapewa visitation rights. Lakini vile vile kuna mazingira ambapo unakuta fine, mama labda hana tabia nzuri, ni mlevi, wapo wanawake wa hivi, ni mkorofi, labda ni mzinzi sana. Asikae na mama, huyo akae na baba yake. Mama atapata visitation rights. Unaona? Kwa hiyo that is what they look at. Sasa hiyo ni one aspect ya kukaa na mtoto. Sasa inakuja kwenye swala la matunzo. Kwenye matunzo ya mtoto kuna elimu, kuna afya, alafu kuna mambo ya chakula hichi na vitu kama hivyo. Hivyo wanasema ni jukumu la mwanaume, lakini kama nilivyosema hapo awali, wanaangalia na uwezo wa mwanaume na maisha au mtoto aliyoyazoea. Unaona? Kwa hiyo okay, na kuna sasa kwenye hizi proceedings za kudai mtoto, wakati mwingine kweli, na hizi kesi zipo, wanawake wanakuwa manipulative. Sawa, nitakupa scenarios kadhaa. Mwanamke anagombana na mwanaume. Wakigombana na mwanaume, labda mama anashikilia watoto, anakaa nao. Wakienda mahakamani, their cases, watoto wanakuwa coached kudanganya na mama zao. Unaona? Sema hivi, sema hivi, sema hivi. Sasa kuna wengine kweli
unafanya hivyo, lakini kuna wengine wanasema ukweli. The best advice I could give to men under the circumstances ni jambo moja. Unajua watoto ni viumbe wa ajabu sana. Kama baba ukiwa una mapenzi na watoto wanaona, ujue you are there for your kids, unawahudumia, you are emotionally, you are physically present. Kuna kesi zinatokea mtoto anafundishwa, anaenda mahakamani, anamgeuka mama yake kwamba si kweli baba yupo hivyo. Inatokea mama anaumbuka. Hilo ni la kwanza, kwamba wanaume wajenge ukaribu na familia zao. Sawa Sasa hivi kidogo ni ngumu, kwa sababu nisiseme ni ngumu, lakini kuna vitu ambavyo wanaume, yani unakuta mtu ana struggle sana, kutokana na struggle zake anakuwa anakosa muda na familia. Lengo linakuwa ni jema, maana lazima mwanaume utunze familia yako, uhakikishe watoto wanakwenda shule. Vile vitu vinahitaji struggle kweli kweli. Kuna kipindi hata nyumbani kwako unakuwa utumii muda mwingi. Lakini at the end of the day ile emotional connection na watoto inaondoka. Kwa hiyo hata mtoto akiambiwa unataka ukae na nani, atasema mama. Hata mkienda, maana huwa wanaulizwa at a certain age, sheria inataka mtoto aseme anataka akae na nani. Wanaitwa, nataka nikae na makwani, baba bwana ana muda na mimi, na vitu kama hivyo. Na hata ukitesti hii kitu unaweza ukapewa custody. Lakini ukajikuta kwa sababu ni mfanyakazi, huna muda, unaweka usgeli au si unamweka nani ndio akae na yule mtoto. What happens to the kid hujui. At the end of the day yule mtoto anakuja kuharibika. Hizi cases kwa mfano, tuzungumzie saa hizi za homosexuality na nini. Kwa watu wanao study hizi case, wengi wao wanaanza hizi tabia kwa sababu ya abuse inayotokea nyumbani. Sawa Sasa nawe kama hujui, yani mtoto anaanza hivyo, anaanza kuwa abused akiwa nyumbani, wewe usifahamu, una time kwa sababu upo naye karibu, mpaka baadaye anakuja kuwa mtu mzima, unaona anaanza kubadilika. Kwa hiyo mimi what I would advise ni kwamba fine, wanaume tuna struggle sana kwa ajili ya familia zetu, lakini vile vile ni muhimu sana 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 kutenga muda kukaa na watoto ili kutengeneza ile bond. So what you're suggesting is, if I'm getting you correctly, ni kwamba again hakuna anaanzisha ndoa kwa kutegemea kama itavunjika. Lakini if it gets to the point ambao sasa either una fight for custody kwa ajili ya mtoto wako, au either mpo kwenye mvutano wa child support na vitu kama hivyo, what we play, kitu ambacho kita play a big part ni mahusiano yako wewe na mtoto pia. Yes, I would say that. Kwa sababu gani nasema hivyo? Ukiachilia mbali ile swala la uwezo, sawa wa kumtunza yule mtoto, lakini kuna, yani kama nilivyokuambia, watoto huwa nao wanaulizwa. Sawa? From what age? Akianza kujitambua kuanzia sio miaka labda 5, 6 ambapo anaweza akazungumza akaeleweka. Wanauliza, umeelewa Lakini vile vile kuna watu wa ustawi wa jamii ambao nao wanaitwa wakati mwingine kufanya investigation kuhusiana na maisha ya wale watoto. Na watu wa ustawi wa jamii wanaweza wakamhoji mtoto, wakaoji ile jamii inayomzunguka, na wakasema huyu bana ni mlevi sana, afai. Huyu jamaa huyu bana labda tumuoni sana nyumbani kwake. Huyu bana anapiga sana familia. Huyu hivi. They can testify against unakamkosa mtoto. Lakini kuna case moja, kama nilivyosema mwanzo, I cannot mention names, lakini nasema kwa ajili ya this discussion. Mwanaume alikuwa very hard working. Mwanamke alikuwa mlevi sana. Sawa? Sasa hao wakagombana, wakaenda mahakamani. Walivyokwenda mahakamani, mwanaume akawa anasema anataka akae na watoto wake, kwa sababu mwanamke mlevi na hivi na nini. Sasa akaambiwa athibitishe hiyo kauli. Wakatumwa watu ustawi wa jamii. Bwana, walivyokwenda kwenye huo mtano, wakaambiwa huyu bwana alishakuwa na kesi ya ulevi, huyu tulishamuonya, afai kabisa, watoto hawajali, akikaa na watoto labda hawaangalii. Ikaja ripoti pale, na vitoto vilivyozo nazo tunataka tukae na baba. Mama yenu mama tunampenda, lakini hapana. Unaona? Kwa hiyo custody ya watoto ikawa awarded kwa baba. Lakini mwanamke akapewa access, ila vile vile akiwa na access na watoto iwe kuna supervision ya mtu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu kuna doctor's report ilionyesha kumbe yule mama alikuwa anachukua pombe, anavinywesha vile vitoto. Unaona?
Kwa hiyo labda ni clarify kitu kimoja kwamba hakuna a default rule kwamba kwenye proceedings za kazi hapana. Hiyo ni watu wanaamini hivyo kwamba lazima mwanamke apate. Hapana. Sio lazima. Ukiweza kuonyesha huyu hafai, mwanaume anakuwa awarded. Kwa hiyo anakuwa awarded custody ya mtoto. Kwa hiyo what I would advise, japokuwa sio ushauri wa kisheria, ni ushauri wa kisaikolojia labda, ni yani kuwajibika kwa kifupi. Ukiwajibika na mahakama ikathibitika kwamba huyu mtu anafaa, inakupa. Lakini vile vile kuna mazingira kwamba mwanaume ana tabia njema, mwanamke ana tabia njema, mmeshindwana tu, si ndio? Sasa mtoto akae kwa nani? Kuna joint custody, mnaweza mkapewa kwamba okay fine, atakaa kwa huko kwa muda fulani, atakaa kwa huko kwa muda fulani, hivyo mnashare ile nani. Yes. Nadia, as we are winding up, because this conversation has been really, really interesting. I'll get back to you, but now with everything that you've heard, this is me coming to you now as a man, but no, I was really as a psychologist, based on what we've talked now. If you were to give an advice in terms of how to go around this, what would you ushauri wako utakuwa nini? My advice, kwanza tuanze from the point of responsibility, tuwajibike. Accountability. Yes. Right? Let's be accountable, let's be responsible for our actions in our relationships. Kwa sababu watu wengi kwenye ndoa yote kupanga kwamba tutakuja kuivunja hii ndoa. Right? Na pia now that we know, I didn't know by the way, that it's not your right in Tanzania. Sio haki yako kupewa talaka. Light bulb. Right? So it's a huge responsibility. Yani ni hatua kubwa. Msiichukulie tu lightly kwamba kwa sababu siku hizi watu tuna focus kwenye ile harusi ile na bridal showers and bachelor parties and God knows and the celebration. Tusifocus hapo. Focus on huyu mtu, je, naweza nikaishi naye? Je, huyu mtu tukipitia changamoto tutaweza kukaa kwenye timu moja kupambana? So tukianza hapo, my hope hatutofika kwenye hatua kwamba tunataka kuvunja ndoa. Ila mkifika kwenye hiyo hatua, what you said, be there. Kama unataka kweli, unawapenda watoto wako, kweli unaipenda familia yako, then actually show up, make that time. Kwa sababu kiukweli hata kama baba unafanya kazi, lakini ule muda hata lisali moja, unajua watoto sio lazima ukae nao masaa 24. Lakini hata ile lisali moja umekaa nao, umetoka shule, umecheza nao, that emotional quality time umespend nao. If really una invest your energy and time kwenye huo wakati, kusema huo wakati ndio wakati wangu, na wapambania ili msome shule nzuri, muishi maisha mazuri, mvae nguo nzuri, etc. Lakini napata lisali moja na nyie, make sure that 1 hour counts. Kwa sababu kama ulivyosema, hata watoto wakiitwa mahakamani wakaulizwa, je, mnataka kuishi na mama au baba? You don't need to create emotional bond. Tayari emotional bond umeshaijenga from conception. Jaribu tangu mnazaa, mnaishi, hata and it's never too late kujenga relationship na watoto wako. Kwa sababu na hicho pia kinakusaidia. Kweli sheria, again I guess it's a myth ambayo tumeibust kwamba sio kwamba tu automatically mtoto ni wa mama. Kuna vigezo ambavyo lazima vifuatiliwe, ambavyo vinazingatiwa kwamba okay, je, huyu mama anaweza akampa mtoto anachokihitaji? Right? Na hizo rights za mtoto zitakuwa the best interest za huyu mtoto, will they be met by them being na mama yao au zaidi na baba yao? Na kitachoulizwa pale ni okay, what have you been doing, how have you been investing your time, si ndio, na huyu mtoto. So my advice would be there. Let's be present, right? Be present in your marriage, be present in your parenting, be present in your family. Na pia, which is important that you also mentioned, tusiogope. Kama kitu kimesha, unaona hapa nimejaribu napiga mwamba tu, kwa sababu unaweza wewe ukawa unapambania ndoa, mwenzako kasha, yani hana muda huo, na uwezo ukamlazimisha ameshasepa. Exactly, na uwezo ukamlazimisha mwenzako kasha kwenye kichwa chake tayari, yani hana mpango wa kupambana na hii ndoa. Either I'm here for the benefits or I'm here because I have nowhere better to be. I have nowhere else. Right? So rather than you kusema lakini hajaondoka, hajaomba talaka huyu, wacha tuendelee. Yani mnaendelea tu kuchimba hiyo kaburi, na wewe pia unachangia kuchimba kaburi lako. Mjini tunasema unapiga mark time. Exactly.
right? So tusiogope kusema okay, tulipofika haiwezekani, but also I think the most important is do your part, play your part, know your responsibility, be accountable. Kwamba sio tunafika mwisho wa siku and then ulikuwa haupo, you're not a present father, you are not a present husband, you are not providing what you are supposed to be providing. Unasema unafanya kazi lakini unafanya kazi na bado huku havionekani. Alafu tunafika mwisho wa siku unasema sitaki tugawane. Kweli hata mahakama itakwambia mwacha ujinga. Right? Because you will not have those facts. Kama hizo yani story yako utaijenga na nini? Ndio itabidi sasa uanze kupika uongo. Which najua justice ni mwisho wa siku tu mbele ya Mungu kule ndio to be pure justice. Lakini mahakamani is as close as we get. There is justice there. Right? So that responsibility, accountability, I think as wanaume, let's own that. Kwa sababu tukifikiria kigezo cha mwanaume ni kwamba ndio maana umepewa hizo responsibility kubwa. Yaani sidhani kama zimetungwa tu ovyo ovyo hata kwenye dini au kwenye sheria kwamba mwanaume ndio is responsible, is the one that provides and takes care, kwa sababu inawezekana kwamba kigezo kizuri cha mwanaume ni kwamba mwanaume is responsible. Tumpe haya majukumu kwa sababu mwanaume anaweza. Not that wanawake hawezi, mnaweza. Lakini I love how she says sio kwamba wanawake sio hatuwezi, ndio hawawezi, akaweza mnaweza. Sio kwamba tunaweza, mnaweza. Mnaweza. Right? So lakini let's go back to that. As wanaume tusiangalie tu maisha yanabadilika na wanawake wana pesa. Achana na wanawake. Achana nao. Tafuta zako. Right? Not even about pesa. Achana na wanawake na kufocus nao. Focus on okay, mimi majukumu yangu ni yapi? Mimi ni binadamu wa kabila gani? Ninataka niache nini kwenye yani what legacy do you want to leave behind? Kwamba huyu mwanaume alikuwa tu hivi, alikuwa anataka tu mashangazi, ilikuwaje? Right? So let's be responsible. Let's take that responsibility. Unaweza ukajikuta huhitaji hata kufika kwenye hatua ya kwanza kupambana na divorce because it's not a fun process. It's not. Yani it's not a picnic. It is maybe close to a nightmare than anything else. Right? Lakini hata ukafika kwenye hiyo hatua msiogope. Lakini ukumbuke wewe actions zako huko zitadetermine hapa kwenye mahakama ya Mungu, mahakama ya serikali, si ndio? Kitu gani kita transpire? Kwa sababu ukifika pale na mahakama ikasema nusu mali yako iende kwa huyu na nusu ndio ubaki nayo, ujue kwamba actions zako zimechangia hiyo hatua. Kwa sababu if I'm hearing correctly, mahakama it's not too mwanamke anapata hivi 50-50, it's not just it's not as black and white like that. There's which is scary. There's a lot of gray area. Lakini pia because there's a lot of gray area, there's a lot of opportunity hapo pia. Kwamba na inapunguza ile fear. It's very uncertain lakini inapunguza fear. Kwa sababu black and white is mwanamke atashinda. Tusipambane. Wacha tuendelee ili nisipoteze mali yangu, nisimwache udada. Tutapambana hapa. Mwache afanye mambo yake, mimi nitafanya mambo yangu. Naenda na familia ya tatu huku pengine as well. Right? Kwa sababu ya huo uoga kwamba itabidi hapa mambo yangu, yani mali yangu yote nimeijenga mimi. Huyu mwanamke sawa anafanya hivi, anaenda narudi, lakini unajua uchungu wa unavyohangaika huko. You know your sleepless nights, you know. Right? So usijiruhusu ufike kwenye hiyo hatua kwamba unaambiwa okay, nusu ya mali yako inaondoka simply because wewe hujafanya you didn't do your part. Let's start playing our part. I think that's my advice. Got you. And find a good lawyer. Right? Worst case scenario. I mean, Ashir. we're giving you the plug right here. Yakikushinda aliyosema Nadia, playing your part, jina nini. Get yourself a goddamn good lawyer, man. Ashir, yes. As we're winding up, right? If there is one advice ambavo ungeshauri kwa audience wetu, especially wanaume, what would that be? Through all this discussion. Najua inawezekana ikawa very big, ambiguous question. Like, what would that be? Okay, mimi ningeshauri mambo kadhaa. Namba moja, kwanza ningeshauri wanaume hao wenye huu uoga waachane nao. Kwamba ukienda mahakamani bwana utapigwa. Chances kubwa mwanamke atashinda. Alafu mimi huwa I find that statement too ambiguous. Kwenye ndoa ushindi ni nini? What amounts to victory in a marriage? Kwa sababu kwenye divorce, kwa sababu kama mna kesi labda unamdai mtu, sawa, ukaenda mahakamani,
ukipata unachokidai, labda namdai 500,000 jamaa, unamdai 500,000 jamaa, nimeenda mahakamani umeshinda. Lakini when you go to a divorce court, mmetenganishwa, si ndio mchokuwa mnakitaka, si ndio Sasa mahakama imegrant kile. Haya, tunakuja kwenye mgawanyo wa mali. Unagawanywa according to ratio ambayo mahakama itaona ni fair. Mnakuja kwenye custody ya watoto, mtoto labda atakaa kwa mama au atakaa kwa baba. Either way, mimi I don't consider that as victory. Sana ni kitu cha kusikitisha kidogo. Kwa sababu gani? Mimi naweza nikakwambia with confidence, watu wanaoachana, kile kitu kitakutocha for the rest of your life. Utafeki furaha, utafeki, lakini kwa sababu ukishakuwa na mtu sawa kwenye mahusiano, you develop emotions. Sawa mna develop emotions, mnakaa pamoja, mnazaa watoto nani. Kile kitendo cha divorce huwa kinaacha scar fulani katika maisha. Kwa hiyo sio kitu kizuri sana. Lakini the bottom line is, mnaweza mkakaa vizuri, yakatokea mazingira mkalazimika kuachana. What I would advise ni kwamba watu wanapoachana, you shouldn't take it as a battle. Japo it's easier said than done. Lakini it should be like a battle. Kwa mfano kwa wenzetu huko, unakuta sema sheria zao zinaruhusu, unakuta labda wanagombana, baadaye mnasikia wamesetu, wameachana kwa nani, wameachana si kwa amani. Yani wanasign nani zao zile, wanaachana agreements, wanaachana, kila mtu anafuata maisha yake. Hapa kuna baadhi ya cases unakuta labda mmeachana lakini bado mnagombania sui mali, na mahakama zetu unakuta zinachukua muda kidogo. Unapambana miaka 10 mahakamani na umeolewa au umeoa mwanamke mwingine, lakini hata ndoa ya pili sasa inakuwa ni kero, kwa sababu wewe maisha yako yote yanakuwa ni kupambana na wewe. Sasa what kind of life is that? Hilo la kwanza. Lakini jambo jingine ni kuhusiana na haya mambo ya matrimonial properties. Kwa sababu ndio issue ambayo watu wengi huwa inawaletea matatizo sana. There are ways ambazo unaweza ukazitumia ili kuweka a clear distinction, kwa kutokuiachia mahakama sasa kwamba ipate shida kuanza kufanya hizo divisions. Japo ni ngumu sana, lakini kuna baadhi ya watu kabla ya kufunga ndoa, na mimi nishashauri kwenye hili jambo, na kuna watu wanafanya baadhi from ile inception ya ndoa. Kuna watu wanasainiana agreements. Should we call them prenups? I don't know. Leo tumekutana, this is mine, nawe cha kwako ni hichi. Tunaingia kwenye ndoa. In case ikitokea hivi, hapo ndio tunasema umeingia kwa nia kwamba kuachana. Maana mara nyingi ni mpaka kifo kikutenganishe, kwa shida na raha, ugonjwa na afya. Kwa hiyo ukianza kuweka vitu mwanzoni, maana yake ushaanza kunitega kwamba unajua kwa nini? Ni mindset ya sasa hivi, kwa sababu yani dunia sasa hivi imebadilika. Sawa, japo mimi huwa naona practically ni ngumu. Una mpenzi wako, mnataka kufunga ndoa, unampa mkataba, sasa ni ngumu sana. And there are people who do that. Wengine unakuta labda ni wajanja sana, anaoa mwanamke lakini anampeleka kwenye property labda za familia ambayo imeshakamilika na nini, au yeye vya kwake akinunua weka jina la mama. Anaweka jina. Kuna watu wanafanya hivyo vitu. Vinawezekana. Lakini pamoja na hayo, unajua yani mahusiano it's a very complex institution, I don't know. Yani uwezo ukawa unaingia kwenye mapenzi au unataka kuoa afu ukawa unafikiria hayo mambo. Ni mara chache sana. Ni mara chache sana. Kwa hiyo one advice I would give to men ni kwamba kabla ya matatizo kutokea haya au hata yakitokea, it's better kukaa na mtu akakushauri the way forward. That's what I would advise. Na hiyo notion ya kwamba hapana. Hizo ni fikra. Lakini mimi naweza nikakwambia kwa sababu ndio kazi zangu nazifanya kila siku. Hakunaga ile kwamba sijui hapana. Ashiru, mtu akitaka kukupata, tusikilize leo kuona kwamba nahitaji service za huyo mtu, anakupataje? Mimi nipo ofisi ya a law firm inaitwa Yakubu and Associates Chamber. Hiyo ofisi tupo mtaa wa Jamhuri na Azikiwe. Downtown kabisa. Yes. Jengo linaitwa saizi
ni Phoenix Assurance building lipo opposite na jengo la Benjamin Mkapa floor ya 5. That's my physical address. Kwa namba za simu ni 0719 17 69 42. 07 19 17 69 42. Huwa na namba moja tu mimi. Pole kama watakusumbua sana. Msimsumbue jamani. Amewatajia ofisi yake ilipo, na kwa sababu ya mambo sio matter of life and death. Fika ofisini. Kikushinda sana basi piga simu kwa ajili ya kuset appointment. Karibuni. Asante sana. It's been an eye opener kwa kweli. Nadhani tulikuwa tuna maswali mengi sana ambayo na sisi aim yetu ilikuwa ni hiyo kwamba let's just lay it open. Watu waweze kufahamu at least pa kuanzia. Na nadhani kitu cha muhimu at least kwangu mimi ilikuwa ni kutoa ile hofu kusema kwamba look, kuna nafasi kama mwanaume kuweza kupata kile ambacho unaona unastahili. Yani there's a fighting chance. Let me put it that way. Yani there's a fighting chance for a man ambaye inaweza kukusaidia kupata haki zako. Tunashukuru sana. Na mimi nashukuru. Nadhani ni imekuwa episode nzuri sana kutuanzisha episode yetu ya kwanza kwa 2025. Happy Valentine's Day. Yeah, by the way, we are recording on Valentine's Day. Nadia is on red, I'm on black. It doesn't mean things are dead. You have some hint of red. Where? On your collar. Yeah, I do have some bits of red. Thank you. You're welcome. My man. Thank you. So yeah, kama unataka kuchekiana na Nadia ni @BindMatters on Twitter and on Instagram. There's a link kwenye bio. Moja kwa moja itakupeleka kwenye website yake, lakini sisi ni @MenThePodcast on Twitter, Facebook, Instagram and TikTok. I'm not getting used to saying TikTok. But yeah, and on TikTok too. So send us a DM. Remember to share. Remember to subscribe kwenye YouTube, na Spotify, Apple Podcasts, na any other spot ambao unasikiliza podcast zako. Subscribe, share, give us a rating. Give us a comment. Share with us ulichoona kuhusiana na conversation. Remember, sio lazima tukubaliane kwenye kila kitu. That's the essence of a podcast, right? So kama una mtazamo tofauti, please feel free, write to us, send us a DM, kama kuna conversation ambayo unadhani inabidi tuwe nayo, especially kwenye context yetu ya Men the podcast, let us know and we'll always find a way. Kama there's a guest ambayo you would love to have on the podcast as well, let us know and we'll find a way to make it open. I want to give a special shout out to Henry Sondo on this episode. Yes. He's not on screen, probably he's off screen, but alituhakikishia kwamba tunampata proper guest ambaye amekuja, kwa hiyo we appreciate Henry sana for this. It wouldn't have been possible without him. Kwa hiyo we give him his props for that. Yeah, that's it. Till next time, peace. I was waiting for you to say peace. We're not letting that one go. Men, the podcast.